بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 1441, katika darsa ya risala أحكام الدعاء للشيخ إبراهيم ابن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى، tulifikia shurutu الدعاء حتى يكون مستجابا مقبولا عند الله. masharti ya dua mpaka iwe dua kama ile ni yenye kujibiwa na kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna masharti ambayo ni lazima yatimie ili dua ikubaliwe kwa yule mwenye kuomba. Bimaana yakikosekana sharti haya, basi dua kama ile huenda isikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ameorodhesha baadhi ya masharti muhimu katika dua, akataja miongoni mwa masharti an ya'taqida ad-da'i bi anna Allah wahdahu qadirun ala ijabati du'a'ihi, wa hadha tawhid ar-rububiyyah. aitakidi muombaji anayeomba dua kuwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye mwenye uwezo wa kumuitikia maombi yake. Kwa hivyo jambo la ikhlas na tauhid lisimame katika moyo wake kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake yeye ndiye aliye na uwezo wa kumuitikia maombi yake. وهذا توحيد الربوبية، نايب ينجي كتك توحيد الربوبية. كذلك توحيد الألوهية ينجي ألا يدعو إلا الله وحده. توحيد الألوهية إخلاص أسموهم بإسبقوا الله سبحانه وتعالى. نهين ديو سباب الله alikuwa akiitikia maombi ya washirikina wakati wa jahiliya. Allah subhanahu wa ta'ala sema فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. pamoja na kuwa ni washirikina, lakini walipofanya ikhlas katika dua wanapopatikana shida, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwaitikia maombi yao, kisha sema falamma najahum ila albarri idha hum yushrikun. Anapookoa wakafika nchi kavu, wakawa wameona kuwa wamepata amani, warudi katika nini? Ushirikina wao. Lakini kilichowafanya wao wakubaliwe maombi yao na Allah subhanahu wa ta'ala ni ile ikhlas iliyosimama katika nyoyo zao wakati walipokuwa na nini? Na shida. Kwa jambo la ikhlas ni zito sana katika dua. Bimaana usimuombe yoyote isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نكرة في سياق النهي، tukatazwa kumuomba yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, awe ni malaika, awe ni mtume katika mitume wa Allah, awe ni wali katika mawali wa Allah. Dua ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hana mshirika naye katika hilo.
pia katika masharti an yatawassala ila Allah biasma'ihi wa sifatihi au bi salihil a'mal au bi du'a'i rajulin salihin hayyin hadir, awe atajikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba kwa kupitia majina yake na sifa zake tukufu. Kama kwa mfano mitume wa Allah walikuwa wakiomba rabbana, wakawa wamuita Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina la ar-rabb, rabbana taqabbal minna, kisha wasema nini, innaka antas samiul alim. Na Zakaria alipoomba mtoto kusema innaka samiu ad-du'a. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Kwa majina na sifa za Allah, majina yake Allah subhanahu wa ta'ala matukufu na sifa zake tukufu, tujikaribisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika dua zetu. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha, au bisalihil a'mal, au kwa amali njema mtu alizozifanya, kama ilivyokuja katika aya suratu al-Imran, rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، إني عمل صالح مضنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. وكاومبا kupitia nini, amali njema walizozitanguliza. Kadhalika kisa cha wale watu watatu walioingia katika pango, kisha likaanguka jiwe likaziba ule mlango wa lile pango. Kila mmoja alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali njema aliyoifanya, au bidu'a rajulin salihin hayyin hadir, au kwa dua ya mtu mwema ambaye yuko hai tena yuko mbele yako hadir, ukamwambia niombee na mimi dua, la bas, yuko hai hadir aweza kukuombea, kama walivyokuwa masahaba wakija kwa nani, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakimtaka awaombee mvua, awaombee dua mbalimbali. Kadhalika hilo walifanya masahaba baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyomtaka Umar Khattab radhiyallahu anhu Uwais al-Qarani amuombee istighfar. Kwa ni jambo ambalo au ni njia ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua ya mtu mwema ambaye yuko hai tena hadir. Katika masharti tajannubu listi'jali lilijaba, kujiepusha na kutaka haraka majibu ya maombi uliyoyaomba. Wa alla yastabti alijabata idha taakharat, na asione kuwa lile jawabu limechelewa sana kwa kuwa hajaona kile alichokiomba. Sema nimeomba lakini sioni nikijibiwa. Ukisema hivyo dua yako haijibiwi wala haikubaliwi kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، huitikiwa mmoja wenu maombi yake maadamu hajafanya haraka. yaqulu da'awtu falam yustajab li, asema nimeomba lakini sikuitikiwa, nimeomba sana lakini sikuitikiwa. Kwa hivyo maadamu sikuitikiwa mimi basi, na ndio hapo dua yako hiyo haitikiwi kwa sababu umefanya haraka. Usifanye haraka, sababu chochote unachomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tulizungumza katika darasa zilizopita kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametoa dhamana ya kukuitikia maombi yako, lakini sio kila wakati utaitikiwa unavyotaka wewe. Wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumuomba jambo akakuepusha na shari ambayo lau kama angekupa hilo jambo unaloliomba, ile shari pengine ingekupata, ikawa dua yako imeitikiwa kwa kuepusha wewe na nini, na shari. Au wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala aweza kukupa kilichokuwa bora kuliko kile ulichokiomba. Au wakati mwingine pia Allah subhanahu wa ta'ala aweza kukupa wewe au akakuwekea kesho akhira wakati wewe ni muhitaji,
siku ya kiyama akakupa kile ulichokiomba. Usifanye haraka katika jambo, maadamu ushaomba wewe, basi kuwa na thika kwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuitikia maombi yako. قال ابن القيم رحمه الله تعالى سيما: ومن الآفات التي تمنع أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد. katika yale maafa, katika mambo yanayoharibu na kuzuia athari ya dua kwa mja ni kufanya haraka yule mja, wayastabti'u al-ijabata fayanqati'u wa yada'u ad-du'a. Aona imechelewa sana jawabu ya kile alichokiomba, ikampelekea yeye kukata tamaa, na mwisho akawa haombi tena, akawacha jambo la dua. Haya ni katika mambo ambayo yazuia mtu kupata kile anachokiomba. Kwa usiwe na haraka katika jambo uliloliomba, bali muegemezee Allah subhanahu wa ta'ala. الدعاء بالخير بعيدا عن الإثم وقطيعة الرحم. katika masharti muhimu ni kuwa unapoomba dua uombe jambo la khairi, uwe mbali kabisa na kuomba jambo la uovu au dhambi au kukata kizazi. Maana isiwe dua yako waomba kwa mfano, mimi nataka kuiba pale, ya Rabbi nisishikwe, eti aomba Mungu afanye ule uovu asishikwe. Dua kama hii si dua, wala haikubaliwi dua kama hii, kwa sababu ni dua waomba jambo ovu. وقس على ذلك بقية الذنوب. dhambi yoyote amuomba Allah apate dhambi fulani, ya Rabbi nipate pesa mimi nende nikanunue ulevi ninywe, dua ya uovu, waomba uovu. Dua kama hizo hazikubaliwi wala haifai kwa Muislamu kuomba. Au akaomba kukata kizazi, ya Rabbi nijalie nisizungumze tena na babangu mdogo, ndio hiyo mwisho kabisa. Ya Rabbi usitukutanishe tena mimi na ndugu yangu. Mambo kata kizazi ukiomba pia sio sawa na hayakubaliwi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. ataitikiwa mmoja wenu maombi yake, yani mja ataitikiwa maombi yake maadamu hajaomba jambo ovu au kukata kizazi. pia katika masharti muhimu an yuqina bil ijaba, awe na yaqini kuwa kile anachokiomba Allah atampa. na hapa ndio je suala la husnu dhanni billah, kuwa na dhanna nzuri na Allah. Allah subhanahu wa ta'ala katika hadith qudsi sema ana inda dhanni abdi bi. kwa hiyo ukimdhania Allah subhanahu wa ta'ala khairi atakupa khairi. kwa wakati wa muomba uwe na yaqini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atanipa kile ninachomuomba. qala rasulullah sallam ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa mna yaqini, hamna shaka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaitikia maombi yenu. na hii ndiyo sababu inayopelekea muttar, mtu akiwa katika hali nzito, kuitikiwa maombi yake. kwa nini? kwa sababu hana kokote kwa kuelekea, aelekea kwa nani? kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ana yaqini wakati ule kuwa Allah atamuitikia maombi yake. na kweli Allah yumuitikia maombi yake. amman yujibu al-muttar idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma'a Allah. so yule muttar wakati anapoomba yuko katika hali nzito ya shida, hana shaka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamuitikia maombi yake, na pale ndipo anapoitikiwa maombi yake. kwa yaqini lazima uwe nayo ndani ya moyo wako kuwa kile ninachokiomba Allah subhanahu wa ta'ala atanipa, sina shaka. na hili jambo mtu akiwa nalo likisimama katika moyo wake, basi kila anachokiomba Allah subhanahu wa ta'ala atamuitikia maombi yake, kwa sababu yaqin maana yake ni kuwa na husnul dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala,
kwa hakika kile unachokiomba atakupa, una shaka. kadhalika katika masharti muhimu hudhurul qalbi, wakati waomba usiwe moyo wako hauko pale, wafikiria mambo mengine au wafanya shughuli nyingine huku uendelea kuomba dua, ikawa moyo wako hauko pale katika ile dua. hali kama hii pia ni sababu ya ile dua yako kutokubaliwa. fayambaghi an yakuna hadhira alqalbi mutafahiman lima yaqul, kinachompasa anayeomba ni kuwa awe amehudhuria pale anapoomba kwa moyo wake, afahamu kile anachokitamka, mustash'iran 'azamata man yad'uuhu, ahisi ukubwa na utukufu wa yule anayemuomba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahin, jueni kuwa Allah haitikii dua kwa mtu ambaye moyo wake uko katika mambo mengine, uko katika upuzi ama wafikiria nini, alafu huko hapa fanya nini, aomba dua wakati ule moyo wake hauko pale. Ili jambo ni makosa, sababu dua kama ile Allah subhanahu wa ta'ala haikubali. Waomba ni uelekee kwa moyo wako, ndani ya moyo wako waelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wahisi utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala wakati waomba dua yako. Ama waomba huku wafanya mchezo, ama waomba huku mara wazungumza, mara washughulike na mambo mengine, wako watu wako namna hiyo. Na hiyo utaiona sana sana wale wanaomba dua kwa pamoja wale, mara nyingi katika zile sehemu ambazo hazikupokelewa. Si kila wakati kuomba dua pamoja imekatazwa. Kuna baadhi ya watu fikiria hivyo, kila wakati waona haifai kuomba dua pamoja. Haina matatizo yote. Hata baada ya darasa, kwa mfano baada ya darasa kumaliza, Mtume sallallahu alikuwa akiomba hii dua mara nyingi sana baada ya vikao vyake, Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, mpaka mwisho wa dua. Kila kikao takriban akiomba. Sasa hatuzungumzii kuwa moja kwa moja, lakini mara nyingi utaona mtu yuomba dua aitikia amin huko shughulikia na mambo mengine. Tuseme kama mmoja yuomba pale, utamwona yeye ajishughulisha na mambo mengine huko amin amin, aswa kwenye, kwa mfano kama kuna sherehe hivi, nikaha ama nini, atie achukua sinia za halwa huko yuaganyiza huko amin amin amin. Dua gani soma? Ni qalb lahin. Yani katika hali kama hii moyo hata hauko pale katika kile unachokiomba, lakini utamwona mtu yuko namna hiyo. Dua kama hiyo haikubaliwi mpaka ule moyo wako uwe hadhir wakati uiomba dua kama ile. Kadhalika katika masharti muhimu sana, miongoni mwa masharti ambayo bila ya masharti haya dua yaweza kurejeshwa, itabatul ma'kali wal mashrabi wal malbasi, iwe kula kwako, kunywa kwako na vazi lako ni halali. Ni sharti iwe unachokula, unachokunywa, unachovaa ni halali. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله ni mzuri subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake, ni mkamilifu, hana upungufu wa aina yoyote, na hakubali isipokuwa kilichokuwa kizuri. طيب. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام. Hamtaja mtu yuko katika safari, na safari ni sehemu miongoni mwa sehemu tutakuja kujua hapa mbele kuwa zaidi mtu akubaliwa dua yake. Tena safari yake ni ndefu, hali yake ukimuona nywele zake timtimu, ana vumbi katika mwili wake, hali ambayo yaonyesha ni mtu aliye na udhaifu na unyenyekevu. Alafu ajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunyanyua mikono yake miwili juu, tena ajikaribisha kwa Allah kwa kusema ya rabbi ya rabbi, ajikaribisha kwa Allah kwa jina la ar-rabb.
lakini wa mat'amuhu haram, kula kwake ni haramu, pengine jizi kubwa ama mlaji riba ama aina yote ya haramu unajua, fanya hivyo. Na mwizi sio lazima tu washika watu makabari, aweza kuwa fanya kazi ofisini tu, wacheza uwizi wake na kalamu tu hivi ashatia mwizi. Mwizi ana tofauti na mwizi mwingine, yeye pia mwizi. Usijione ni ukivaa suti na tai ukiiba wewe si mwizi, nyote wezi tu, maadamu ile mali yako yaingia kwa haramu, kwa njia si kwa halali, wewe wala haramu ukamwona yofanya vitendo kama hivi. Na kuna wengine kila mmoja ana njia zake za ajabu ajabu, alafu wakiambiwa akwambia nani ambaye wala halali, sasa eti mtu aulize hivi. Sasa kama wewe wala haramu, wataka watu wote wala haramu? Wewe wala haramu. Sababu si kusema kuwa watu wengi wala haramu, kule utakwenda kuulizwa wewe peke yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kwenda kujibu mbele ya Allah kusema watu wote wala haramu, kwa hivyo mimi kala haramu. Basi na hao watu wote nani? Ni hao hapa, mtatumbukizwa ndani ya moto nyote mnaokula haramu, wal billah, ikiwa Allah hatuwafunika na maghfira yake. Sasa utakusema haya bwana, twendeni tukadhibie sote. La, kila mtu afanye amal, ajiangalie nafsi yake, alaka yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Usione watu wakienda motoni wengi itawasaidia, eti kwa kuwa mko wengi pale ndani ya moto wa jahannam utaona sikumbe fulani pia yuko na fulani, tuko pamoja hapa ndani. walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil adhabi mushtarikun. Allah hilo amelizungumza wazi katika kitabu chake. Msione itawanufaisheni nyinyi kuwa mshirikiana katika adhabu eti itawapunguzia ule uzito. Haiwapunguzii ule uzito, ni ule tu adhabu, wal iyadhu billah. Kwa hiyo usimwangalie mtu wala haram na wewe kala haram, la. Kwa hivyo sema wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram, kula kwake haramu, kunywa kwake haramu, kuvaa kwake haramu. Wa ghudhiya bil haram, bali ameleleka katika haramu. Pengine baba yake alimlea pia alikuwa katika hali hiyo, ameleleka katika haramu. Fa anna yustajabu lahu, yastab'id an-nabi sallallahu. Mtu kama huyo ataitikiwa vipi maombi yake, na yeye ni mtu wa kula haramu? Ukitaka kuwa mustajabu da'wa, kuwa dua yako yakubaliwa mbele ya Allah subhanahu, itizame ya hadithi. Ikiwa wala halali hautii riziki ya haramu katika mwili wako, basi ujue, usiwe na shaka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuitikia maombi yako. Kumalizia, alla yushghilahu ad-du'a an amrin wajibin au fariidatin hadira, isiwe dua itamshughulisha mja kwa jambo ambalo ni wajib au faradhi ambao tayari imeingia wakati wake yatekelezwa. Kwa mfano, tufahamu sisi katika nyakati ambazo zakubaliwa dua baina al-adhan wal iqama, mtu akakaa kipembeni aomba dua, aanza kuomba dua, iqama ikakimiwa pale, watu waingia kwenye nini, swala ya faradhi. Basi pale ndio yuomba kweli, rakaa ya kwanza yapita, rakaa ya pili yapita, omba dua. Dua ile haifai, kwa sababu hapa kuna jambo la faradhi limesimama. Mwanzo tekeleza lile jambo la faradhi lilosimama mbele yako. Ka yashtaghila bid-du'a an salatin au jama'atin au ikrami dhayfin au khidmatin liwalidayhi au haqqin limuslimin au ma shabaha dhalika. Kwa mfano, ashughulishwe na dua kutokana na swala ya jamaa, au kutokana na kumkirimu mgeni. Sote tufahamu kwa kumkirimu mgeni hukumu yake nini? Ni wajibu. Kumkirimu mgeni wako hukumu yake ni wajibu. Akawacha kumkirimu mgeni akasema mimi naomba dua sasa, makosa. Au kumtumikia mzazi wake, mama yake mzazi au baba yake amemuita, njoo nataka kutuma mali fulani, amwambia subiri mwanzo na dua yangu hapa naomba. Dua gani wakati jambo la wajibu waliwacha na jambo la faradhi waliwacha? Au haki ya Muislamu ambao ni wajibu juu yake kumtekelezea, sababu haki ziko haki ambazo zimependekezwa na ziko haki ambazo ni za wajibu. Zile haki ambazo ni za wajibu
usio utashughulikiwa au utashughulishwa na dua ukawacha haki ya Muislamu ambao ni wajibu juu yako kuitekeleza, usimtekelezee. Au mashabaha dhalika, au mfano wake wa yale ambao ni ya faradhi, isiwe dua itakuwa wakati uomba dua umewacha jambo ambalo ni wajibu, wakati uomba dua umewacha jambo ambalo ni faradhi juu yako kulitekeleza. Mwanzo utatanguliza nini? Faradhi, kisha uombe dua. Ikiwa hili litakosekana, yaweza kuwa ni sababu ya mtu kutoitikiwa maombi yake. Kinachofuata adabu dua hata yakuna kamilan, ni adabu za dua ili iwe kamilifu zaidi. Hayo tutakuja kuyazungumzia inshallah taala katika kikao kitakachokuja, yale mambo ambayo atakikana Muislamu ajipambe nayo, adabu ambazo atakikana ajipambe nazo ili dua yake iwe kamilifu zaidi. Wallahu musta'an. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.